Mradi huu umegawika katika component mbili. Ya kwanza ni ujenzi wa runway, kiwanja cha kurukia na kutulia ndege pamoja na miundombinu ya taa za kuongozea ndege. Eneo la pili au component ya pili ni eneo la jengo la abiria pamoja na control tower pamoja na kituo kwa ajili ya utabiri wa hali ya hewa na kituo cha watu wa zimamoto. Kazi zinaendelea vizuri kama mnavyoona. Kwa upande wa runway yenyewe umefikia takriban asilimia 96-97 na kazi imekamilika kwa asilimia kubwa, na nyinyi nyote mashahidi. Wakati wa uapisho wa Mheshimiwa Rais, ndege nyingi zilitua kwenye kiwanja cha ndege hichi, na sisi tulishafanya majaribio TAA na tukakiona kiwanja cha ndege hichi kwenye viwango vinavyostahili. Kwa upande wa jengo kazi inaendelea, imefikia asilimia 66.6 na kazi inaenda vizuri. Kazi inaendelea sasa hivi ni ya finishing kwa asilimia kubwa, na kazi hii lazima itabidi tuifanye kwa umakini kwa sababu kazi ya finishing ndio inatoa sura mzuri ya jengo lenyewe. Na kazi inaendelea, kuna maeneo tiles zimeanza kuwekwa, ni kazi mzuri. Kwa upande wa control tower kama mnavyoona, kazi ya structure wenyewe ya jengo la control tower imekamilika, hasa kazi inayofuata ni ya finishing. Tumepata fursa vile vile ya kutembelea jengo la watu wanaotoa huduma hali ya hewa. Asilimia kubwa jengo limekamilika na vifaa vimeshaagizwa. Kazi za msingi zinazoagizwa sasa hivi ni vifaa. Kwa asilimia kubwa vifaa kwenye jengo la abiria terminal vimeletwa, isipokuwa magari ya zimamoto, na tunaamini yako njiani. Baada ya miezi 6 hivi magari hayo yatakuwa yamefika. Hilo la kwanza. La pili, jambo ambalo ni muhimu tukalizingatia, TAA na TCA pamoja na TANROADS, sababu TCA ni regulator, TAA ndo anaendesha, TANROADS hapa ni mjenzi. Lazima kuwe na mashirikiano ya karibu na taasisi zote hizi. Kwa mfano, TMA, mtabiri wa hali ya hewa, ana vifaa vyake. Vifaa anavyovileta pale lazima viendane na vifaa vya utabiri wa hali ya hewa vya nchi nzima. Kwa vile kabla mkandarasi hajanunua vifaa hivyo, tumconsult mtu wa TMA na tuhakikishe vifaa vinavyokuja vinaendana na specification au viwango alivyovitoa mtu wa TMA, mtu wa utabiri wa hali ya hewa. Immigration nao na miundombinu mingi ya kisasa ambayo wanaweka katika kuangalia watu wanaoingia na wanaotoka. Lazima vifaa anavyotumia yeye viendane na vifaa vyetu. Kwa vile kabla mkandarasi hajanunua vifaa vyote, lazima consult watu wa uhamiaji kujua vinakuja vifaa ambao vinaendana na kazi yao na ambao vinaingiliana na vifaa mifumo mengine ya uhamiaji hapa nchini. Ni muhimu mifumo yote hii kuingiliana. Hatutaki hapa tunakuwa na mfumo huu Dar es Salaam, tunakuwa na mfumo huu Zanzibar. Mifumo yote ya Tanzania nzima lazima ingiliane. Jambo jingine ambao ni muhimu hapa na tumeliona athari yake, mfumo wa mafuta au kujaza mafuta kwenye ndege, tunaita fuel hydrant. Fuel hydrant hapa inachelewa kwa sababu kulikuwa hakuna hayo communication mzuri. Viwanja vya ndege vyote vya kisasa vinakuwa na mfumo wa fuel hydrant, mfumo wa kujaza mafuta kwenye ndege, si ule wa kutumia magari. Mfumo huu una faida kubwa. Kwanza, unapunguza muda wa kujaza mafuta kwenye ndege, na wakati mmoja unaweza kujaza ndege kama 3, 4 ama 5 kwa wakati mmoja. Lakini ukiruhusu magari, hapa patajaa magari mengi ya mafuta, hiyo pia ni kwenye safety sio jambo zuri. Kazi hii imeanza na lazima kazi hii tuifanye sasa hivi. Hatuwezi kusema tusubiri mpaka uwanja umalizike ndio tuje tuifanye hiyo kazi. Tutaifanya na tutakuja mpango mzuri ambao kazi itaendelea wakati huo huo na uwanja wa ndege unaendelea kufanya kazi. Na tunatamani litakapomalizika jengo la abiria hili mwezi wa 5, uwanja wa ndege huu uweze kufanya kazi kwa 100%. Kwa vile TANROADS, TAA, TMA, Fire, nyote mujipange kuhakikisha kwamba uwanja wa ndege ufikapo mwezi wa 5 umekamilika. Tunajua magari ya fire yanaweza kuwa hajafika, lakini kwa kutumia
vifaa vingine au kutumia magari mengine ya TAA, tunaweza kutoa magari sehemu nyingine. Tunao hapa Dodoma mjini, tukachukua na maeneo mengine, angalau tukaleta magari mawili ama matatu, uwanja wa ndege ukaweza kutumika, kwa sababu pale Dodoma mjini sasa kumeshaanza kuwa crowded. Sasa ndege zimekuwa nyingi, lazima tujipange kuhakikisha uwanja wa ndege huu unaweza kutumika mapema. Mwisho, kazi zote tunazozifanya hapa, hasa kwenye finishing, tuangalie value for money. Mnajenga jengo zuri, unaweza kujenga nyumba yako mzuri, lakini kama finishing haiko kwenye standard, value ya ile jengo lote inaanguka. Kwa vile naomba sana mnaopata fursa, kama ni tiles inawekwa pale, lazima iwe tiles ya viwango, lazima iwe tiles ambayo inahimili heavy traffic, inahimili watu wanaokuja wengi. Unajua tile unaweka kwenye nyumba na tiles unaweka hapa ni tofauti. Hapa lazima vitu vyako vihimili heavy traffic ya watu wanaokuja kwenye kiwanja cha ndege. Ukijenga hydrant yenyewe, lazima ujenge hydrant yenyewe ambayo itakuwezesha kuendana na mabadiliko ya uwanja wa ndege wetu. Tusifanye vitu kwa kuangalia leo, tufanye vitu kwa kuona mbele zaidi, na value for money lazima tuipate. Mwisho kabisa, ninakushukuru sana meneja na timu yako kwa kazi kubwa ya kusimamia. Tunajua eneo hili sio eneo lenu sana, hili ni eneo la TAA, lakini kwa kushirikiana na TAA mnafanya kazi nzuri ya kusimamia uwanja wetu huu, na endeleeni kusimamia kazi hiyo kwa uadilifu mkubwa. Na ni mradi mkubwa, unagharimu takriban bilioni 370, na usalama wa abiria ni kitu cha kwanza. Sisi tunaongozwa na kanuni za ICAO, sisi tunaongozwa na kanuni za TCA. Sisi kwetu first priority ni usalama wa abiria, na hatuwezi kurashi kabla vitu vyote havijakamilika vya msingi. Jengo la abiria litamalizika mwezi wa 5. Tunatamani au mara litapomalizika jengo la abiria, uwanja wa ndege huu utaanza kufanya kazi kwa 100%. Hayo mengine, kwa mfano hydrant, tutaweza kupanga, tutaifanya huku uwanja wa ndege unaendelea kutumika, na hilo sio jambo geni. Hata airport ya Dar es Salaam tumefanya marekebisho ya fuel hydrant, lakini wakati huo huo terminal au uwanja wa ndege uliendelea kutumika. Kwa vile lengo letu ni kuwa mtafika mwezi wa 5 jengo la abiria litapokamilika, uwanja wa ndege uweze kutumika kwa 100%. Naitwa Mhandisi Zuhura Amani, meneja wa TANROADS mkoa wa Dodoma. TANROADS inahusika na usimamizi wa ujenzi wa uwanja huu wa ndege wa kimataifa wa Msalato kwa kushirikiana na Wizara ya Ujenzi na Wizara ya Uchukuzi. Leo tumepata bahati ya kutembelewa na waziri wetu wa uchukuzi kuona maendeleo ya utekelezaji wa mradi huu. Katika ukaguzi ametoa maelekezo mbalimbali, ikiwemo maelekezo makuu muhimu matatu. Moja ni kuwa na mashirikiano ya karibu kati yetu sisi TANROADS, Wizara ya Uchukuzi, wenzetu wa TAA na TCAA, hasa katika kipindi hiki ambacho tunakamilisha kazi za mwisho za muhimu ambazo ni za finishing katika uwanja wa ndege. Sisi TANROADS tunaahidi kwamba mashirikiano ambayo tulikuwa nayo tutaendelea nayo kuhakikisha kwamba yale yote ya muhimu ambayo yanapaswa kutekelezwa katika kipindi hiki tunayasimamia kwa ukaribu, ili kuhakikisha kwamba malengo ya kukamilisha mradi huu mapema yanafikiwa. Lakini vile vile kuna mifumo ambayo imeagizwa na ambayo imefika. Tunaendelea kumsimamia mkandarasi kwa ukaribu, ikiwemo ufungaji wa lift kama tulivyoeleza katika taarifa yetu, tumeshazikamilisha. Tunaendelea na ufungaji wa mifumo mingine katika majengo yote mawili, jengo la abiria na jengo la control tower, lakini na kazi za finishing tunaendelea kuzijenga na kuzisimamia kwa kuhakikisha kwamba zinafanyika kwa thamani ile ambayo inatakiwa na kwa ubora ambao unatakiwa. Hilo tutalizingatia. Upimaji wa ubora upo wa aina tofauti tofauti, kila vifaa vina taratibu zake za kupimwa, na katika mikataba hii ina miongozo ambayo inaeleza kila kifaa kinatakiwa kiwe na ubora gani na taratibu za namna ya kupima ubora wa vifaa hivyo vimeelezwa, hivyo vimekuwa vikisimamiwa na kuzingatiwa kwa ukaribu. Majina naitwa Clemens Jingu Mbaruku,
ni mkurugenzi wa kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato. Leo tumekuwa na ugeni wa Mheshimiwa Waziri wa Uchukuzi ambaye baada ya kutembelea mradi ametoa maelekezo kadhaa, na sisi kama watumiaji wa kiwanja tumeyapokea na tutayatekeleza. Mosi, Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Tanzania imeweka wataalamu hapa ili kufuatilia na kusimamia ujenzi ili kuhakikisha kwamba vifaa vinavyowekwa na ujenzi unaofanyika unakidhi viwango na mkataba ambao umesainiwa. Tunaye mhandisi wa ujenzi civil engineer, tunayo electrical engineer, tunaye vile ICT engineer, vile tunaye mechanical engineer ambao wote wanahakikisha ujenzi unafanyika katika viwango ambavyo vinatakiwa, na wote wako hapa full time kushirikiana na TANROADS na consultant kusimamia ujenzi. Pia Mheshimiwa Waziri ametuagiza tuhakikishe kwamba kiwanja kinapokamilika operation zinaanza. Sisi kama Mamlaka ya Viwanja vya Ndege tuko tayari, watumishi 170 tayari wako wamehamishiwa hapa kwa ajili ya kuja Msalato kuanza operations. Tunasubiri uzinduzi rasmi kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, mwezi wa 5 sisi tutakuwa tayari kuanza operation. Pamoja na mapungufu machache ya mfumo wa mafuta, lakini Mheshimiwa Waziri ameagiza kiwanja kitakapokamilika, hasa terminal building kitakapokamilika, operation zianze na ujenzi uendelee. Sisi tunahakikisha kwamba hilo tutalisimamia. Tutakuwa na program za usalama kama tulivyofanya Jainia wakati wa ukarabati wa apron na kampuni ya Interbeton. Operations zinaendelea na ukarabati vile unaendelea.